Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa wewe ni mgeni na hauja subscribe katika channel yetu ya Tanzania ITV, naomba uchukue sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia zaidi, naomba ubonyeze alama ya like ambayo ipo hapo chini kama njia moja ya kutuunga mkono kwa kazi ile ambayo tunaifanya. Na karibu. Najua hatuelewi ni kipi ambacho kinaendelea haswa kwa uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Kuna taarifa hapa ambazo tumezipokea kwamba katili Rais Samia Suluhu Hassan alienda moja kwa moja katika gereza la Ukonga na baadaye akatoa siri ya kumuua Tundu Lissu ambaye yupo pale. Siku ya Jumamosi, ilikuwa tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu 2026, Samia Suluhu Hassan alionekana moja kwa moja akiwa gerezani kule Ukonga. Ni maigizo ambayo yalikuwa yanaendelea. Akaongea na baadhi ya wafungwa pale, lakini yeye alienda kutoa amri Tundu Lissu aweze kuvamiwa na kunyang'anywa uhai wake. Tuliweza kumuona Samia Suluhu Hassan akiongea na baadhi ya wafungwa, mmoja wao aliyekuwa mlawiti ambaye pia amebakisha miaka 2 ili aweze kuachiliwa huru. Na wakati tulienda kuangalia kwa undani ili kujua huyu ambaye ni mfungwa, waliongea na yeye, anatoka sehemu gani, ili kutathmini ukweli halisi wa mambo, tukapata ni maigizo ambayo yalikuwa yanaendelea pale, kwa sababu ni afisa mmoja wa usalama hapa Tanzania ambaye alienda pale gerezani Ukonga akavalishwa zile nguo za jela, kisha baadaye ni maigizo ili kumsafisha Samia Suluhu Hassan kwamba yeye ni mtu mwenye roho safi, mwenye utu. Akaenda pale kuongea na yeye, wakaweka kesi kwamba aliweza kushitakiwa na kuamuliwa kwa sababu ya ulawiti, na sasa anafunguliwa mwaka 2028. Sasa anataka kumuonea huruma ili ionekane picha halisi katika taifa letu la Tanzania kwamba rais ambaye tuko naye ni rais ambaye anajali maslahi ya wafungwa. Lakini yule ni afisa wa usalama ambaye alienda pale, walikuwa wanatengeneza movie, maigizo, ili kumsafisha Samia Suluhu Hassan kwa ukatili ambao aliweza kufanya. Na tunajulishwa ya kwamba aliweza kutoa amri kuhusiana na kuvamiwa kwa Tundu Antipas Lissu ambaye aliweza kuwekewa kesi ya mchongo, akapabikiziwa kesi ambayo haina msingi wowote, ili wakati atang'atuka ama atatolewa gerezani kuelekea mahakamani, njama ipangwe na Wazanzibar ili aweze kupiwa risasi, mashambulizi yaweze kufanyika njiani anapoelekea mahakamani, mashambulizi ya tande hapa na pale ili aweze kupiwa risasi, na hao wengine waweze kupiwa risasi ambazo ama sio za chuma ila tu ni zile za plastiki, ili wapelekwe hospitalini waseme ya kwamba walivamiwa wote, lakini lengo ni kumuua Antipas Lissu ambaye yuko gerezani. Sasa baadaye tukajulishwa alikuwa afisa mmoja wa usalama aliyekuwa pale ili kumsafisha Samia Suluhu Hassan kwamba anajali maslahi ya wafungwa. Lakini hata wapange mambo ya maigizo hapa na pale, ukweli halisi wa mambo unaendelea kusalia kwamba Samia Suluhu Hassan ni muuaji. Ndio maana tukashuhudia akateua tume ya kumsafisha ambayo ilikuwa inaongozwa na Judge Echande. Kisha baadaye wakaileta ile ripoti, wakaiwasilisha katika mikono ya Samia Suluhu Hassan baada ya siku 153. Na ile ripoti ilikuwa inamsafisha Samia Suluhu Hassan, lakini cha muhimu cha msingi ni kwamba waliweza kusema ukweli kwamba watu waliuliwa, ingawa tunajua watu ambao waliweza kuuliwa kufuatia maandamano yaliyofanyika mwaka jana hapa Tanzania ni watu 10,000 ambao walipoteza maisha, wengine wakazikwa katika makaburi ya halaiki
ya pamoja ili kuficha ushahidi dhidi ya Samia Suluhu Hassan kushtakiwa katika mahakama ya ICC kule Uholanzi. Sasa ile ripoti iliweza kusema ya kwamba ndio watu waliouawa ni 518 na waliowaua ni vyombo vya dola. Unajua sasa, ingawa waliweza kumsafisha kwa idadi ya wale ambao waliaga dunia kutoka takwimu zile ambazo tunazijua hapa Tanzania kwamba ni 10,000 hadi 518, cha msingi ni kwamba watu waliuliwa na Samia Suluhu Hassan anasalia kuwa muuaji ambaye aliweza kutoa amri kwa vyombo vya dola kuwapiga risasi wananchi waliokuwa wanaandamana, wengine wakiwa nyumbani mwao wakapoteza maisha yao. Unajua Samia Suluhu Hassan ametumia mbinu nyingi za kujisafisha, lakini hiyo haiwezekani, na hata hiyo idadi ya 518 inaweza kutumika kumshtaki kule ICC na kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Huyu Samia Suluhu Hassan amejaribu kila awezalo kuhakikisha kwamba tunasahau kwa kuweka ama kuanzisha movie kama hizi ambazo tunaona wakienda pale katika gereza la Ukonga ili tuweze kusahau yale ambayo tuliyoyapitia hapa Tanzania, lakini hatuwezi. Hivi majuzi tuliona eti kuna mtoto aliweza kuwekwa kando ama kuachwa na familia, akaenda pale kujifanya yeye ni mzazi, kumpokea pale. Yani wanataka kutoa fikra zetu kwamba Samia Suluhu Hassan ni muuaji, ni mtu ambaye anajali maslahi ya Watanzania kwa ujumla, lakini kwa kusema ukweli halisi wa mambo hatuwezi kusahau, kwa sababu kuna familia nyingi ambazo ziliweza kupoteza wenzao, jamaa zao wakaweza kuaga dunia, lakini hawajulikani waliko kufikia sasa, kwa sababu serikali ilikataa kuachilia miili ambayo ilienda ikazika kisiri, na wengi wakaamua kuzika viatu, wengine wakaamua kuzika picha, wengine wakaamua kuzika nguo kama ishara moja ya kuonyesha wameweza kuwasahau wenzao. Lakini kufikia sasa hata tuliona bunge la Ulaya likitoa amri kwa Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba wametoa miili kwa familia husika, lakini Samia Suluhu Hassan akashupaza shingo, hataki kuachilia miili ile kwa sababu nyingi iliweza kuzikwa katika makaburi ya pamoja. Kumbuko ya kwamba kuna vyombo vya habari vya kimataifa mara nyingi hutumia picha za satellite kama BBC, CNN, Al Jazeera. Hizo waliweza kuonyesha picha za satellite, wakaonyesha kuna makaburi ya halaiki ambapo inadaiwa Watanzania walienda wakazizikwa kama njia moja ya kuficha ukweli halisi wa mambo na ushahidi dhidi ya Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo Samia Suluhu Hassan amejaribu kuficha ukweli halisi, lakini kile ambacho tunajua ni kwamba yeye ni muuaji, yeye ni katili, yeye ni kiongozi ambaye aliweza kujichagua akajiapisha yeye mwenyewe, kwa sababu Watanzania kawaida hawakuruhusiwa kuhudhuria uapisho wake, ila tuliweza kufahamishwa ameweza kuapishwa katika uwanja wa kijeshi chini ya ulinzi mkali wa kijeshi. Tanzania wa kawaida kama sisi hapa Mbeya hatukuruhusiwa kwenda pale, kwa sababu anaelewa aliweza kujichagua, kwa sababu tuliona ile tume ya uchaguzi ikimtangaza kwamba imeweza kujizolea kura milioni 31.7, 98%, na kuandikisha historia mpya ambayo haijawahi andikishwa na rais yeyote tangu tupate uhuru mwaka 1961 kufikia sasa. Ni kwa sababu alitumia kifua akawafunga kina Tundu Lissu wako gerezani hadi sasa hivi, akazuia mpira wa ACT Wazalendo. Sasa hayo ndio yanaendelea, lakini tunafahamishwa ya kwamba mahakama ya ICC imeweka mikakati ya kuanzisha na kufungua faili dhidi ya Samia Suluhu Hassan na kumchukulia hatua kali za kisheria, kwa sababu hata ile tume aliyoichagua ya Jaji Echandi kumsafisha iliweza kukiri ya kwamba watu waliuawa ni 518, ingawa hata kuna shirika lile la Amnesty International iliweza kusema ya kwamba mamia ya watu waliweza kuaga dunia, na wengine kina mrengo upinzani wakasema zaidi ya watu 10,000 waliweza kuangamia, na tume ya Jaji Echandi waliweza kusema ni watu 500 peke yake na 18 waliweza kuaga dunia. Lakini cha msingi Samia Suluhu Hassan ni muuaji. Hata angeua mtu mmoja, hata sio hao 518, angesalia kuwa muuaji. Kwa hivyo wakati wowote kuanzia sasa tutashuhudia ICC ikifungua faili dhidi ya Samia Suluhu Hassan. Tunaendelea kufuatilia taarifa zingine, tunapozipata tutazileta hewani ili kukujulisha yale ambayo yanaendelea. Kufikia hapo
naomba nitamatishie hii kanda. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye, na ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati ambazo tunazihakiki kabla ya kuzileta hewani, kitu ambacho unaweza kuamini kwa habari za utendeti, habari ambazo ni za ukweli halisi wa mambo. Ni kitu hiki cha Tanzania ITV. Kwaheri, tukutane baadaye.